Kila mmoja ana ndoto, ana malengo, ana mipango, na yote anataka itekeleze kwa kiwango kikubwa. Lakini changamoto inatokea wapi? Kuna wakati afya zetu zinashindwa kutusapoti katika kufanikisha malengo yetu au kutekeleza ndoto fulani. Hii ni kutokana na kwamba kuna wakati malengo yetu hayawiani na afya. Sasa ufanye nini ili afya yako iweze kukamilisha malengo yako? Swali la kujiuliza: je, ndoto ulionayo afya yako itaweza kukusaidia kukamilisha? Jibu nalo kama ndiyo au hapana. Lakini leo nitakuelekeza ufanye nini ili afya yako iweze kuwa daraja la wewe kufanikisha ndoto yako. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tuanze kuangalia nini maana ya afya. Kwa mujibu wa shirika la afya la duniani WHO, wao wanasema kwamba afya ni kuwa sawa kimwili, kiakili, kihisia, lakini pia na kijamii, si tu kutokuwepo na ugonjwa. Kwa hiyo unaweza ukawa na ugonjwa wa malaria lakini bado ukawa na afya njema. Kwa maana hiyo afya ipo katika mtindo huo. Sasa tuanze kuangalia kwa nini unahitaji afya bora ili ufanikishe malengo yako. Unapokuwa na afya bora, unakuwa na uwezo mkubwa kufikiri, uwezo mkubwa kutumia muda wako katika kutekeleza malengo yako. Lakini pindi ambapo unakuwa una afya bora, unakuwa unatumia muda mwingi katika kupambana na afya yako. Fikiria, umepanga kulima shamba eka 10, lakini kila siku unashinda hospitali. Au umepanga ufanye vizuri katika masomo yako, usomi ila unashinda hospitali. Sasa ufanye nini sasa ili afya yako iwe daraja? Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifanya ni kujikinga na magonjwa kabla hayajatokea. Magonjwa yapo ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa haya unaweza kujikinga kwa kutumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuboresha mfumo wa maisha, lakini pia kutumia vyakula, lakini pia kupitia maelekezo mbalimbali ya wataalamu wa afya. Kuna mambo mengi sana ambayo wataalamu wa afya wameelekeza ili ujikinge na magonjwa kwa njia za kawaida kabisa, ili usitumie muda mwingi kupambana na hayo magonjwa. Mfano, unaweza ukawa unatumia chakula safi, maji safi, vyakula asilia, unafanya mazoezi, lakini pia unapata muda wa kupumzika. Utakuwa umeweza kujikinga na magonjwa mbalimbali. Jambo la pili ambalo unapaswa kulifanya ni kuwa na ratiba ya siku. Toka unapoamka asubuhi, ujue unaanza na kitu gani, unafuata na kitu gani kinafuata, na lini siku yako inakuwa imeisha. Jambo hili linasaidia kuwa na uwezo mkubwa sana wa kufikiri na kufanya maamuzi na kukamilisha mambo kwa wakati. Unaweza kuwa na kazi nyingi sana kwa siku, lakini zile kazi ukiziandika na kuzipangilia kwamba leo nina kazi 4, na kuhakikishia mtindo huu utakusaidia na utabadilisha. Jambo la tatu ambalo unapaswa kulifanya ni kuzingatia lishe bora. Fahamu kwamba afya yako ilivyo au mwili wako ulivyo ni matokeo ya kile kitu ambacho unakiingiza, yaani kile kitu ambacho unakula. Wewe ni matokeo ya kile kitu ambacho unakula. Changamoto ni moja tu, kwamba unaweza kula leo madhara ukapata siku za mbeleni. Kwa hiyo tunashauri zingatia lishe bora ambayo imeandaliwa katika hali ya usafi. Sio unakula chakula ambacho hakijaandaliwa katika hali ya usafi. Punguza matumizi ya vyakula vyenye kemikali nyingi, kwa sababu vinakupelekea unachoka haraka katika eneo la kazi. Punguza kula vyakula vyenye sukari nyingi. Jambo la 4, hakikisha unapata matibabu kwa haraka. Pindi ambapo umeshagundua ugonjwa, basi hakikisha unawahi hospitali kupata matibabu kwa haraka. Ukishapata matibabu, hakikisha unazingatia yale matibabu mpaka unamaliza dawa, kwa sababu ukiwa unachelewa kwenda kupata matibabu, unakwenda kutibiwa tayari ugonjwa ushaenea katika mwili wako. Unakuwa unapoteza muda, lakini pia unapoteza rasilimali nyingi. Kwa hiyo mimi nikushauri, ukiona dalili ya mafua kwa mbali, kichwa kinauma, kizunguzungu,
uwae hospitali kapate vipimo, daktari akuone, akupatia matibabu, upone, urudi katika shughuli zako. Jambo jingine ambalo unapaswa kulifanya ili uwe na afya bora, hakikisha kwa siku unafanya mazoezi mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Dakika 15 asubuhi na dakika 15 jioni kabla kwenda kupumzika. Hii itakusaidia kufanya mwili wako uwe active, lakini pia kuongezea mwili wako uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi kadhaa. Jambo jingine ambalo unapaswa kulifanya ni kupata muda mwingi wa kupumzika. Hakikisha unapumzika takriban masaa 7 mpaka 8. Si unafanya kazi asubuhi, mchana, jioni na usiku mpaka unakosa muda wa kupumzika, au unakesha kwenye simu, unakesha kwenye televisheni mpaka unakosa muda wa kupumzika. Ni jambo ambalo halishauriwi na halitakiwi kabisa. Kitu kingine ambacho unapaswa kukizingatia ili uwe na afya bora, hakikisha unakuwa na mahusiano bora na watu wanaokuzunguka, kwa sababu kutunza afya yako ni jambo moja, lakini pia una jukumu pia la kutunza afya ya jamii. Hakikisha watu wanaokuzunguka pia nao pia una mahusiano nao bora, unafarijiana nao, unashirikiana na kuhusiana katika mambo mbalimbali. Ukiwa peke yako na afya, unaweza kuwa na afya mgogoro, hayo sio mafanikio. Mafanikio ni pamoja na kutunza afya ya jirani yako. Jambo jingine ambalo unapaswa kulizingatia na ni muhimu, hakikisha unapima afya mara kwa mara. Sio lazima tu uumwe. Unaweza kujiwekea taratibu kwamba kila mwezi utakuwa unapima afya mara kwa mara. Hii itakusaidia kugundua changamoto zile ambazo ili zionekane zinakuwa tayari zimesababisha madhara makubwa. Kuna yale magonjwa ambayo hayana dalili, ni asymptomatic, kama shinikizo la juu la damu, kisukari. Mwanzo yanakuwa hayana dalili, lakini kadri siku ambavyo zinazidi kwenda unaweza kuyagundua na ukachukua hatua na ukaweza kuokoa afya yako. Jambo jingine ambalo tunashauri wewe unalifanya, basi hakikisha una pesa ya akiba kwa ajili ya kutibu afya yako. Ni jambo la msingi sana. Baadhi ya watu wanasahau kutunza pesa ya akiba kwa ajili ya kushughulikia afya zao. Wanasubiri mpaka tayari madhara yashakuwa makubwa ndipo sasa anachukua hatua ya kwenda kukopa au kufanya nini. Kwa ukiwa na bima ya afya au pesa ya akiba wakati wa matibabu, inaweza kukusaidia kwanza kwa muda wa kutafuta matibabu, kupata matibabu kwa haraka, lakini pia kupata matibabu ya uhakika. Inakuwa sana haipendezi unafika hospitali na unaambiwa gharama, alafu unasema wewe nipigie mjomba, nimpigie shangazi, nimpigie babu, nimpigie bibi, nimpigie shemeji ili kuazime kiasi cha matibabu. Kwa tunashauri kuwa na pesa ya matibabu ya akiba au bima ya afya. Hayo yalikuwa ni mambo ambayo unapaswa kuyazingatia au kuyafanya ili afya yako iweze kuwa daraja na wewe kufikia mafanikio yako. Ulikuwa naye Daktari Lenny Komba. Na ndicho kwenye comment section jambo gani ambalo nimelisahau. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.